kuna dini au kuna madhehebu ya dini hayawezi kuwasaidia watu kuishi maisha matakatifu, ila yanaweza tu kuwasaidia watu kuishi maisha ya kistaarabu, wawe watu waliostaarabika. Kwa nini nasema hivyo? Kwanza, kuna utofauti mkubwa sana kati ya ustaarabu na utakatifu. Kuna utofauti mkubwa sana. Mtu mstaarabu sio mtakatifu. Kuna mtu anaweza kaonekana ana matendo ya kistaarabu, amestaarabika, ongea yake unaona huyu ni mtu aliyestaarabika, vaa yake, matendo yale ya mwili, namna anavyoshabiana na jamii, unaona kabisa huyu ni mtu aliyestajabika, matendo ya nje ya mwilini. Lakini asiwe mtakatifu, kwa sababu utakatifu unaletwa na Roho Mtakatifu tu. Hivyo basi, dini yoyote au dhehebu lolote lisiloamini juu ya nguvu ya Roho Mtakatifu na ujazo wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu, ambaye huyo Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kumpa mtu badiliko la ndani, basi dini hiyo haiwezi kumfanya mtu huyo akawa mtakatifu, au dhehebu hilo la dini haliwezi kumfanya mtu akawa mtakatifu, bali atakuwa mstaarabu tu. Roho Mtakatifu anafanya badiliko la ndani ya mtu, na ndio maana mtu akishabadilishwa ndani, nafsi yake, moyo wake, roho yake, ndani mkishafanywa badiliko, huyo mtu sasa hata kwenye matendo ya nje anaweza anaishi maisha mazuri na maisha matakatifu na maisha mema, na au niseme anaweza kuishi pia yale maisha ya kistaarabu. Kwa kumaanisha nini? Pia nachotaka kuzungumzia hapa, pia mstaarabu anaweza akatenda matendo mazuri kabisa. Unaweza kumkuta na yeye haujawahi kumuona kwenye uzinzi, haujawahi kumuona kwenye ulevi, haujawahi kumuona anavaa nguo za kuchukiza, anavaa mavazi ya kujistiri vizuri, lakini anayatenda hayo matendo kwa namna ya nje tu, lakini ndani ya moyo wake uaga ni muovu. Mtu mstaarabu unaweza usimkute sio hajawahi unaweza kumuona hajawahi kuzini sehemu yoyote, lakini kwenye nafsi yake anazini na watu. Mtu mstaarabu unaweza kumuona hajawahi kutukana, lakini kwenye nafsi yake anatukana watu, kwa sababu ustaarabu hauwezi kumpa mtu badiliko la nafsini, lakini Roho Mtakatifu anaweza kumpa mtu badiliko la ndani ya nafsi. Hivyo basi ndio vizuri sana kutafuta nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu ili ukubadilishe ndani kwanza, na kisha uonekane hata kwa namna nje ni mtu mwema. Lakini pia mstaarabu hawezi kwenda mbinguni kwa sababu ya matendo ya kistaarabu, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba watakaomuona Mungu ni watakatifu tu, sio watu wastaarabu. Kwa hiyo ustaarabu hauwezi kukupeleka mbinguni, lakini utakatifu unaweza kukupeleka mbinguni. Ndio maana tafuta sana utakatifu kuliko ustaarabu. Kwa namna nje kuna watu kabisa wa dunia